katika kitubio anakuondolea dhambi. Kwa ukifika hapo unaanza kushawishika kuungama. Hapo ndio umeingia sasa, utaona hivyo. Kuna viwanja vile vya Theotokos Square vitachukua watu 30,000 kwa maadhimisho ya nje. Manake kama kanisa litakuwa halitoshi, pengine labda papa atatutembelea, basi tutafanyia hapo nje. Na vile vile kuna hizo garden furnitures, kwa watu wanaweza wakakaa kwa ajili ya kupumzika pengine baada ya kutembea kwenye njia ya msalaba. Kwa hiyo ndio Theotokos Square. Hapo nimesogea kwa karibu kwa mbele kabisa. Kuna hizo garden, lakini pia kuna ramp kwa ajili ya watu wasioweza kupanda ngazi. Kwa mbele minara minne, alafu kushoto na kulia mnara mmoja mmoja. Kwa mbele minara miwili, kwa minara minne kwa ujumla wake. Hapo tunaelekea kule nyuma karibu na ile shedi, na ndo kwenye parking za magari. Tutakuwa na entrance mbili, lakini pia tutakuwa na exit moja. Kwa hiyo wakati wa kutoka watatokea sehemu nyingine. Unapoingia wanaingia sehemu nyingine, na kutoka tutakuwa na sehemu nyingine ya kutokea kwa upande wa nyuma. Hapo tumeshazunguka, tuko upande wa kwenye makaburi. Pale ukiwa kwenye makaburi ya sasa hivi, yale makaburi ya watu wote, kiacha makaburi ya mapadri, utaona hiyo sura ya mtindo huo, ndio upande huo wa makaburi. Itakuwa ina face hivyo. Tunaingia ndani sasa ili tuweze kuona hapo ni ndani. Kuna simbo nyingi ambazo zina
zinawakilisha Bikira Maria mama wa Mungu huko ndani. Maelezo yapo. Kwa hata wale watakaokuwa wanaenda kwa ajili ya hija, manake kutakuwa na msimamizi wa kituo kwa ajili ya kutoa maelezo mbalimbali kuhusu kanisa lenyewe. Tunamalizia na kwenye basement. Hapo tumeingia kwenye basement floor. Kama ulikuwa unaona zile picha, wala unaweza kupata sasa feeling ya karibu kwa video. Hicho ni kanisa au ni ile altari ya mitume. Hapo ni Mtakatifu Andrea Mtume, altari yake. Hapo ni basement floor. Hata vile vikanisa vitatu vyote viko huku kwenye basement floor. Tumsifu Yesu Kristo. Asante.